Karibu sana katika makala hii, na hii ni Dmen TV. Unakumbushwa kubinya subscribe. Mada yetu ya leo ni kwa nini mtu anaweweseka akiwa amelala. Hii inahusisha kutembea wakati amelala, lakini pia inahusisha kuongea wakati amelala, lakini pia inahusisha kufanya vituko wakati amelala. Kwa Kiingereza ikiwa inaitwa sleepwalking, ikiwa inajulikana kama somnambulism. Hizi ni lugha za kitaalamu zaidi. Yawezekana tatizo hili analo ndugu yako, mdogo wako, au hata wewe mwenyewe linakusumbua. Hivyo katika makala hii tutaongelea visababishi, lakini pia tutaongelea dalili ambazo zinakutambulisha ya kwamba aidha ni wewe au mtu ambaye unaye ana tatizo hili la kuweweseka na kutembea. Inaweza ikawa ni kuongea, kulia wakati amelala, au kufanya kitu chochote ambacho yeye anakuwa wakati wa usingizi. Kwa hiyo tutaongelea dalili, lakini pia tiba, na tutaweza kuongelea vitu ambavyo vinasababisha. Kitendo cha kuweweseka kimegharimu zaidi ya 15% ya watu hapa ulimwenguni, huku wengine wakijikuta wakipata majeraha, hata wengine kupoteza maisha kutokana na kuweweseka. Kunaweza kukawa ni kuweweseka kwa kutembea kwenda mbali zaidi, au kuzunguka ndani ya nyumba, pia kugusa vitu vyenye hatari kubwa, au kuangukia sehemu hatarishi mno. Wataalamu wanazidi kutuambia kwamba watu hawa wanaoweweseka huwa hawasikiagi maumivu ya aina yoyote, na ni kosa kuweza kuwashtua ama kuamsha wakiwa katika hali hii. Hivyo kinachobidi ni kuandaa mazingira mazuri ili hata kama itatokea hali hii mtu huyo asiweze kudhurika. Jambo hili huwagharimu sana watu ambao wana tatizo hili la kuweweseka wakati wakiwa usingizini, na endapo utamshtua wakati akiwa katika hali hiyo kwa kumuamsha, basi utambue kuna mawili: unaweza ukampoteza jumla, au akapatwa na tatizo la akili ambalo litadumu kwa muda mrefu sana. Kwa asilimia kubwa watu hawa basi huwa karibu na vitu hatarishi, mfano kuwindwa na mapepo, vinyamkera ambavyo vinapita nyakati za usiku, lakini pia hata kukumbwa na mabalaa mengine nyakati za usiku wakati wakiwa kwenye hali hii, huku wengine wakijikuta wakienda mbali zaidi na kusahau kabisa kurudi walikokuwa. Kitu hichi kimesababisha watu wengi sana wanaosumbuliwa na tatizo hili kupotea, na uwepo wa kesi nyingi ambazo zinahusiana na uwewesekaji wa kutembea na kwenda mbali zaidi, tena kusikojulikana. Hii ni hatari sana, kwa sababu wakati mwingine watu hawa hutumika kuweza kuzizuru familia zao wenyewe kwa kushika vitu vyenye ncha kali na kuanza kumvamia mtu ambaye anakuwa yupo jirani naye, huku akiwa hajitambui kabisa anakuwa katika hali ya usingizi. Na kulingana na usingizi umekuwa na stage kuu 4, lakini pia ukiwa na masaa 8. Hivyo inapofikia stage ya 3 ya usingizi huwa kwenye stage kubwa, ama tunasema stage ya 4, ambapo kimasaa huenda hadi masaa 3. Ndipo hali hii huweza kutokea na kusababisha mtu huyu aliyekuwa amelala kuanza kufanya movement, ama tunasema kuanza kutembea huku na kule, au kuongea au kufanya vituko nyakati za usiku, huku akiwa hajitambui kabisa. Lakini yeye kwenye akili yake, hata atakapokuja kushtuka, basi hawezi kukumbuka chochote kabisa. Hivyo hii kwake inakuwa kama mtihani, na inakuwa kama fumbo ambalo atakuwa akisimuliwa tu na wenzie ya kwamba ile jana ulikuwa unafanya hichi na hichi, au ulikuwa unaongea, au ulikuwa unatembea wewe mwenyewe. Hivyo mara nyingi watu hawa wanakuwa hawakumbuki chochote kabisa ambacho kimeweza kutokea, bali hujishtukia wako sehemu tofauti na pale walipokuwa, yani kitandani alipokuwa amelala. Basi anaweza akajikuta kama alitoka nje. Pindi akili yake inavyorudi, basi anaweza akajishangaa, kwa nini niko nje? Lakini kumbe ni hali hii ya kuweweseka, na hapo anaweza akahusisha kwamba aidha kuna watu wabaya wamembeba kutoka kitandani na kumpeleka nje. Lakini hali hii ya kuweweseka imekuwa ikifanya matukio makubwa kama hayo. Lakini pia wengine wakiwa katika hali hii huweza kufanya mambo ambayo ukahisi labda
anatambua kitu ambacho anakifanya, kwani anaweza akashuka kitandani na akawa anaelekea kama anaenda kujisaidia, au labda anaenda kunawa mikono, au labda akawa anafungua milango kama kawaida na kutoka nje. Hivyo unashauriwa wewe ambaye una mtu wa aina hii basi kuwa makini kumtizama wakati anafanya jambo hili, lakini pia unaweza ukamzuia kwa tiba ambayo tutaitaja hapo baadaye, namna gani unaweza ukasababisha basi tatizo hili lisiwe linatokea mara kwa mara kwa mtu wa namna hii. Wataalamu wanazidi kutueleza kwamba vitu ambavyo vinasababisha basi hali hii iweze kutokea, mtu huyu anaweza akawa anatumia pombe mara kwa mara. Kama ni mtu ambaye ameendekeza pombe, basi hali hii inaweza ikamkuta kulingana na kufanya matendo ambayo yanakuwa kinyume kabisa na akili yake. Kwa hiyo kuweweseka kwingine huenda kunaendekezwa na hizi pombe au utumiaji wa marijuana ambayo yanakuwa ni hatarishi kwa afya yake, lakini pia kwa afya ya akili. Hivyo anaweza akajikuta anafanya vitu kama hivi nyakati za usiku. Lakini pia matumizi ya dawa za kutibu magonjwa mbalimbali kwa muda mrefu. Kuna wengine wakiwa katika hali ya kuugua na wakatumia madawa basi kwa muda mrefu, hali hii huwakumba ya kuweweseka na kufanya vitu ambavyo pengine vitatia shaka kwa mtu ambaye anakuwa yuko jirani nao. Hivyo hali hii huwakumba sana watu ambao wanatumia madawa, kwa sababu tayari mfumo wao wa akili hubadilika na ubongo huwa bize kushughulikia mfumo wa mwili ili dawa iweze kufanya kazi. Lakini pia tatizo hili huwakumba watu ambao wanachelewa kulala kwa wakati, ama tunasema wao hawana ratiba maalum ya kulala kwa wakati. Unakuta mtu hadi saa 4 za usiku au saa 5 au muda mwingine wengine hadi saa 8 za usiku, basi wao wako macho wakati wote. Hii basi inapotokea siku hiyo amelala kama kawaida, hali hii humkuta kwa sababu ubongo wake unakuwa uko active sana na ushazoea kulala muda ambao analala yeye. Basi siku hiyo anavyojaribu kulala kwa wakati husika, anajikuta katika hali hii ambayo inampelekea kuweweseka, sababu ya ubongo unakuwa active na kuvifanya baadhi ya viungo kuanza kufanya kazi wakati huku akiwa amelala. Lakini pia matukio ya kutisha, kuna wale ambao wanapenda kuangalia matukio ya kutisha, au pengine ameshuhudia vitu ambavyo vinatisha kwa macho yake halisi. Basi hii hupelekea hali hii ya kuweweseka. Inaweza ikawa kwa kupiga kelele nyakati hizo za usiku wakati amelala, lakini pia inaweza ikawa kuongea, au wakati mwingine inaweza ikawa ni kutembea kwa kukimbia nyakati hizi za usiku. Lakini pia kitu ambacho kinasababisha kitu kingine ni usafi hafifu, au tunasema uchafu uliokithiri. Kikawaida binadamu unapokuwa kwenye mazingira yenye hali ya tofauti ambayo sio rafiki na afya yako, ama tunasema sio rafiki na mwili wako, basi vitu kama hivi hutokea sababu mwili huhitaji kurelax, lakini vinakutana na hali ya tofauti sana. Mfano, kama ukiwa umelala kwenye chumba ambacho ni kichafu lakini pia hakiko katika hali ya usafi, basi tambua ya kwamba nusu ya ubongo wako itakuwa imelala na utajiona umelala, lakini pia nusu nyingine itakuwa ikifanya kazi kupambana na ile hali. Kwa hiyo mtu huyu hujikuta katika hali ya kuweweseka nyakati hizo za usiku kwa sababu ya hali ya kimazingira inakuwa sio safi. Pia hapa niunganishe, kuna wale ambao wanasema nyakati za usiku wanasikia kukabwa na nini. Pia wataalamu wameweza kubaini ya kwamba pindi chumba kitakapokuwa na hewa ndogo, ama tunasema labda umefunga madirisha yote alafu we mwenyewe sio msafi kihivyo, basi hewa ya oksijeni itakavyozidi kuwa ndogo katika chumba chako, ina maana hali ile utaisikia kama ya kukabwa, lakini inakuwa ni hali ya kuishiwa hewa ya oksijeni katika mwili wako, ama tunasema viungo vyako. Hivyo mwili unakuwa unalazimika kuvuta pumzi ambayo inakuwa sio safi, ndio maana unajisikia kama kukabwa ama vitu vingine kama hivyo. Kuna nyingine zinakuwa ni kukabwa kweli na watu ambao si wazuri, lakini pia kuna hiyo kutokea kulingana na hali ya ukosefu wa oksijeni, na hii huwa mfano tu wa muscle cramp, ama kwa Kiswahili wanasema kubana kwa misuli. Kwa hiyo hali hii huwa inatokea hata wakati umelala. Pindi basi hewa ya oksijeni itakavyokuwa ndogo ndani ya chumba chako, unaweza ukajisikia kabisa kama unakabwa, lakini reaction ambayo inakuwa imetokea ndani ya mwili ni kwamba
hewa ya oksijeni inakuwa ni ndogo, hivyo misuli inachofanya huwa inabana, ama mbavu zinakuwa zinabana sana. Kwa hiyo unaweza ukajisikia kukabwa. Baada ya hapo ukishtuka unasema nimetembelewa na kitu kibaya, lakini kumbe sababu huwa ni hii. Lakini pia tatizo hili huweza kuwakumba hata wale watu ambao wanalala chali, lakini pia tatizo hili huweza ukasababishwa na watu wabaya, ama tunasema watu ambao wanatumia nguvu za kishirikina. Basi huenda wakawa wanahitaji kufanya kitu katika familia, basi hutumia mtu huyu mwenye tatizo hili basi kuunganishia humo mwenyewe. Mnakuwa mmemzoea labda ni mtu ambaye anawewesekaga hivi, lakini siku hiyo inakuwa ni serious issue, ama kwa kitaalamu wanasema inakuwa ni serious episode. Basi mnajikuta katika majanga na hali ya tofauti sana. Lakini pia kwa watu ambao wana mawazo lakini pia huzuni za muda mrefu, hali hii ya kuweweseka huwakumba, napo wanaweza wakajikuta wakipiga makelele nyakati za usiku, au muda mwingine wengine kushuhudia vitu ambavyo havionekani kwa hali halisi, lakini kulingana na mawazo mengi lakini na kufikiria kwingi ambako kunakuwa katika ubongo, basi kunatengeneza picha ambazo zinaweza zikamfanya nyakati hizo za usiku wainuke na kukimbia au kupiga makelele. Lakini pia tuzifahamu dalili ambazo ni za awali ambazo hujitokeza kwa mtu mwenye tatizo hili la kuweweseka, ama kwa Kiingereza tunasema sleeping walking, kwa kitaalamu inajulikana kama somnambulism. Moja ya dalili ni kuota ndoto na kuzisahau. Kama tulivyoweza kusema hapo awali ya kwamba watu hawa huwa wana tatizo la kusahau kitu ambacho alikifanya ile jana usiku, ama kitu ambacho alikifanya usiku. Mara nyingi watu hawa huwa na tatizo hili. Lakini pia ukishaona mtu ambaye anasahau mara kwa mara ndoto ambazo anaziota nyakati za usiku, basi ni moja ya dalili ya kwamba mtu huyu ana matatizo haya ya kuweweseka nyakati za usiku na kujikuta akifanya vitu ambavyo vinashtua kidogo, ama tunasema vitu ambavyo yeye mwenyewe anakuwa havitambui tena. Na kitaalamu wanasema kusahau ndoto sio kuzuri, kwa sababu unaweza ukawa umepata maono kupitia mfumo huu wa ndoto, basi ukawa umesahau, na huenda maono hayo yakisaidia watu wengi, lakini kwa sababu ya kusahau basi ukawa umepoteza kitu kikubwa ambacho labda ni utabiri wa kesho au siku ya leo. Lakini pia kuota ndoto ambazo zinatokea katika hali ya uhalisia. Mfano, kwa watoto wadogo wamekuwa wakikumbwa na hili tatizo la kuota nyakati za usiku, anaenda kujisaidia lakini kumbe anajisaidia hapo hapo kitandani. Basi hii ni moja ya dalili kubwa ya matatizo haya ya kuweweseka. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na makini na watoto hao wadogo sana, kwa sababu hali hii huwakumba sana kuanzia umri wa miaka 3 hadi 5. Basi hali hii huwa kubwa kwao, lakini pia huwasumbua sana. Mara nyingi hujikuta basi wameota ndoto na kujikuta kweli wameachia kama ni haja kubwa au ndogo hapo hapo. Na sio kwamba wanakuwa wanashindwa kuamka nyakatizo za usiku, lakini kwa sababu ya hii hali ya mwili kufanya kazi huku wakiwa wamelala, basi hujikuta basi wakiharibu hata mazingira ya kitanda. Basi wewe mama au baba ukiamka asubuhi unachapa kweli mtoto, lakini haikupaswa kufanya hivyo, bali ziko njia ama tunasema tiba ambazo tutazieleza hapo mbele, unaweza ukazitumia ili kumwepusha basi mtoto kuweza kuharibu mazingira yao. Lakini pia ni mbinu za kawaida, wala sio tiba za dawa, ila ni mbinu za kiratiba ambazo unaweza ukazifanya ziweze kumsaidia mtoto huyo basi asiwe anaharibu mazingira ya hapo kitandani. Lakini pia dalili nyingine, mtu huyo wakati amelala anaweza akawa analia au anaongea. Hii ni moja ya dalili ya kuweweseka, lakini pia hii sitoielezea sana kwa sababu ni dalili ambayo imejiweka wazi sana. Lakini pia dalili ya mwisho ni kupokea vitisho kwa mtu ambaye unamuamsha. Ukiona mtu unaenda kumuamsha basi anakutishia, au labda uamkaji wake unakuwa tofauti, ni wa kukurupuka, huku anakuwa na hema sana, anaweza labda akawa ameamka aidha akakupiga teke au akakukaba, basi ni dhahiri ya kwamba watu hao huwa wanakuwa wanasumbuliwa na tatizo hili la kuweweseka. Huenda muda huo yeye anakuwa katika hali nyingine, lakini pia anakuwa tu amesikia sauti. Kwa hiyo yeye anaifuata sauti, lakini anakuwa bado hajaamka kabisa.
au wengine huwa wanachelewa sana kuamka. Unakuta unamwamsha lakini anakuwa kama hajasikia. Basi hawa ni watu ambao wanasumbuliwa sana na matatizo haya ya kuweweseka. Lakini pia twende tukazifahamu tiba ambazo ni mbinu za kiratiba zinazoweza kumsaidia mtu huyu kuepukana na tatizo hili la kuweweseka na kufanya shughuli mbalimbali nyakati hizo za usiku huku wengine wakiwa wamelala. Moja ya njia sahihi ni kuhakikisha mtu huyo basi analala kwa wakati. Hii itakuwa inasaidia sana na itakuwa inapunguza tatizo hili la kuweweseka, kwa sababu hali hii hutokea baada ya masaa 3 ya usingizi mzito. Basi hali hii huwa inatokea. Lakini pia kumgusagusa nyakati za usiku mtu huyu akiwa amelala, ama tunasema unaweza ukawa umelala naye kwenye kitanda kimoja, basi unakuwa unamgusagusa ili asilale ile usingizi ambao unampelekea kuwa katika hali hiyo. Na hii ni baada ya masaa 3 ya usingizi huo mzito. Basi unaweza kawa unamshtua ili aweze kujigeuza hivi na vile. Mara nyingi watu hawa huwa hawafanyagi mijongeo sana kitandani, yani yeye akilala upande mmoja ndo huo mpaka kuna kucha. Basi hujikuta katika hali hii ya kuweseka na kuinuka mara moja na kwenda mbali zaidi wakiwa katika usingizi. Kwa hiyo mara nyingi ukiwa unafanya hivi, basi kitendo cha kuwashtua huku wakiwa wamelala ama kuwagusagusa ili wajigeuze, hii inakuwa inasaidia sana. Lakini pia mtu huyu hakikisha anadumisha usafi. Usafi unasaidia kwa asilimia kubwa, kwa sababu kama tulivyosema hapo mwanzoni ya kwamba pindi mazingira yanapokuwa si masafi, basi ni dhahiri ya kwamba nusu ya ubongo huwa inaendelea kufanya kazi ili kuweza kupambana zaidi na yale mazingira ama hali ile ya mazingira. Kwa hiyo ubongo unakuwa unafanya kazi kubwa zaidi, huku nusu ya ubongo anajikuta kama amelala, lakini pia nusu ya ubongo inakuwa ikipambana na mazingira. Kwa hiyo anaweza akajikuta anafanya vitu hivyo vya kuweweseka ama kutembea huku na kule akiwa katika hali hiyo ya usingizi, kwa sababu nusu ya ubongo inakuwa bado inafanya kazi. Lakini pia mtu huyu mpe ratiba ya kunywa maji mara kwa mara, au mwambie na mshawishi awe anakunywa maji mara kwa mara. Hii itamsaidia kwa sababu atakuwa halali usingizi ule wa moja kwa moja, tunasema usingizi wa fofofo, kwa sababu hali hii huwa inatokea baada ya usingizi kukamata sana, ama tunasema usingizi mzito. Kwa hiyo mtu huyu akinywa maji itakuwa inamsaidia kuamka mara kwa mara, kwa sababu atakuwa anajisikia baada ya dakika chache mkojo umebana, basi anakuwa anaamka kwenda kukojoa. Lakini pia kwa mtoto ambaye ana tatizo hili la kukojoa kitandani, nayo hii ni moja ya dalili ya kuweweseka, kwa sababu inakuwa sio yeye, ni ubongo wake unamtengenezea mazingira ya kwamba anakuwa anaenda kujisaidia, lakini anakuwa anajisaidia hapo kitandani. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe kama ni mzazi au dada ama mtu yoyote ambaye unalala na huyo mtoto, basi hakikisha kila baada ya nusu saa unamwangalia alikogeukia. Lakini pia yakiisha masaa 2, hakikisha unamshtua. Masaa 2 hayo yanakuwa ni yale masaa ya mwanzo kabisa. Hakikisha unamshtua kwenda kukojoa nje, au unaweza kama umemwandalia poti basi akajisaidia hapo ndani. Lakini haya ni yale masaa 2 ya mwanzo. Lakini pia kama atakwambia hajisikii, basi unaweza kumwambia embu jilazimishe, na hii itakumweka huru kabisa na itakuwa haichafui mazingira tena ya hapo kitandani. Lakini vipi kuhusu kuangalia namna jinsi anavyokuwa akijongea wakati amepumzika, ama tunasema kujiviringisha akiwa kitandani? Mara nyingi hali ya watoto kujikojolea ama kujisaidia wakiwa kitandani hutokea pindi ambapo anakuwa amelalia ubavu. Basi hali hii huwa inatokea sana, ndio maana kwa asilimia kubwa unakuta upande mmoja wa suruali umeloa, labda kama ni suruali au nini, unakuta upande mmoja umeloa lakini upande mwingine unakuwa uko shwari kabisa. Kwa hiyo hali hii unaweza ukaidhibiti kwa namna hiyo. Lakini pia ni vizuri kwa nyakati hizo za usiku, basi usimpe vitu vyepesi ambavyo vitazalisha kiwango kikubwa sana cha mkojo, hivyo mpe vitu vikavu. Lakini kama ni kwa mtoto mchanga sana, hiyo haina shida, ila tunasemea hapa ni wale wenye umri wa miaka 3 hadi 5, pengine hata na kuendelea, kwa sababu kuna baadhi yao ambao hali hii huendelea kuwanyemelea mpaka basi watakapofikisha umri wa miaka 13, wengine 12 ndipo huacha kabisa. Lakini pia unaweza ukadhibiti hali hii ya kuweweseka kwa kuhakikisha unaacha taa ya umeme. Kama ni ya umeme, basi inakuwa wazi muda wote ndani ya masaa
noti 24 masaa 12 ya nyakati za usiku, basi unaacha taa hiyo inakuwa wazi. Hii itakuwa inamsaidia mtu huyo hata kama atakuwa kwenye hali ya kuwezeka, basi akijaribu kufungua macho au kuwa katika hali ile ya usingizi, akisikia hali ya mwanga, kwa sababu macho huwa yanaendelea kusensi. Kwa hiyo ile hali ya mwanga itamfanya yeye aweze kushtuka na kuendelea bado kukaa katika hali ya usalama. Lakini pia ni vizuri kuhakikisha milango na mazingira ya sehemu ambapo analala mtu wa aina hii basi yanakuwa salama kabisa. Na mlango huo ikiwezekana pengine chomoa hata funguo, funga vizuri kabisa. Hii itamsaidia sana asiweze kutoka na kwenda mbali, kwa sababu atakuwa anaendelea kuzungukia maeneo hayo. Hivyo hata kama kuna watu wabaya ambao walihitaji labda kumchukua kwa njia hiyo, basi inakuwa ni ngumu, kwa sababu atashindwa kabisa kutoka. Kwa sababu muda mwingine wakifanikiwa tu kutoka inakuwa ni issue kabisa. Kwa hiyo hakikisha basi mtu huyo kama atakuwa amepumzika, funga vizuri na komeo lako, funga na funguo, basi funguo hizo kaa nazo ama ficha sehemu yeye asiweze kuziona. Hii itakuwa inasaidia sana, kwa sababu hali hii huwa inatokea muda mwingine hujenga mazoea ya kufanya vile vitendo vya kila siku. Mfano kama anajua funguo inakaa pale, basi ataamka kama ni yeye kweli yuko katika hali ya akili yake ya kawaida, na atachukua funguo ile na atafungua vizuri. Wewe utajua labda anaenda kujisaidia nyakati za usiku, kumbe mwenzako yuko usingizini, anakuwa ameendelea kuchapa. Niseme asante sana. Kama utakuwa na maswali mengine mengi, basi unaweza kaangusha hapo kwenye comment section chini ya video yako kabisa. Pia tunakukumbusha kubinya subscribe button, lakini pia namba zetu za WhatsApp tunapatikana kwa njia ya 0692412263. Narudia tena 0692412263. Pia kama unahitaji kutangaza nasi, unaweza katucheck kwa namba hizo hizo. Bei ya matangazo utakutana nayo huko WhatsApp. Hivyo nikutakie siku njema na niseme bye bye. Two Vozier sitting down to dinner when modern meets ancient, eh?